Mtazamaji wa TBC1, hapa nilipo ni katika kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Hapa ndipo historia ya viongozi wakubwa wa Afrika waliofanya mapinduzi na kuleta uhuru katika nchi zao imehifadhiwa. Hapa utakutana na historia zinazowahusu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini bila kusahau Nelson Mandela, Robert Gabriel Mugabe, lakini kubwa bila kumsahau jabari la mapinduzi katika visiwa vya Zanzibar, hayati Abeid Amani Karume, ambaye muda so mrefu ama tarehe 26 mwezi huu wa 4 tutaadhimisha muungano ambao ulitokana na mapinduzi ya visiwani Zanzibar mwaka 1964 na kusababisha muungano huu uliofanyika 1964 mwezi huu wa 4 tarehe 26. Hii leo katika kipindi hiki ama leo hii katika mazungumzo haya tutazungumza kumhusu hayati Abeid Karume, ikiwa ni miaka 54 tangu afariki dunia, ambaye ni mwana mapinduzi, mwana majumui, na tunayo heshima kubwa sana kufika hapa katika kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kuzungumza kuhusiana na haya mambo ambayo hayati Abeid Amani Karume aliyafanya katika visiwa vya Zanzibar. Na katika kulizungumza hili siko peke yangu, nitakuwa na wenzangu ambao wako ndani na kwenda kukutana nao. Tutalizungumza hili kwa kina, kuchambua maisha na uongozi wake katika visiwa vya Zanzibar, hayati Abeid Amani Karume. Karibu sana. Naitwa Tobias Masalu na hii ni TBC1. Twende pamoja nikakutane na wenzangu ndani ambao tutajadiliana nao kuhusiana na hilo ambalo nimekueleza. Karibu sana mtazamaji wa TBC1. Miaka yake baba alifanya mengi kwa Watanzania. Mtazamaji wa TBC1, kama ambavyo nilikujuza awali wakati tunafungua kipindi, ni kwamba leo tunaangazia kumbukizi ya miaka 54 ya kifo cha rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na makamu wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Abeid Amani Karume, aliyefariki mwaka 1972 tarehe 7 mwezi wa 4, na hii leo ni miaka 54 imepita, lakini kuna mengi ambayo aliyafanya katika uongozi wake alipokuwa madarakani katika serikali ya mapinduzi Zanzibar, lakini pia akiwa makamu wa rais wa kwanza kabisa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika historia ya Tanzania, yeye ndiye makamu wa kwanza kabisa ambaye taifa lilimshuhudia. Kwa hiyo leo tunayo kumbukumbu yake ama kumbukizi ya miaka 54 tangu kifo chake, na kama nilivyokujuza kwamba katika kulizungumzia hili ama kulijadili hili sitakuwa peke yangu. Niko na vijana wa Kitanzania ambao wao wanayo mengi, ni kumbukumbu yenye heri na baraka kwake, na wao wanayo mengi ambao wamejifunza kutoka kwa hayati Abeid Amani Karume. Mkono wangu wa kulia ninaye Mustafa Farid, yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu masuala ya uhusiano wa kimataifa, lakini pia ninaye Ali Darwish, yeye ni mwanafunzi chuo kikuu shahada ya pili ya utawala wa kimkakati, naye pia ni mwanafunzi, lakini kwa uzuri zaidi ni kwamba wanatoka katika visiwa vya Zanzibar ambako wao wana uzoefu mzuri, na wanapozungumzia Karume basi wanajua kabisa kwamba ni kwa namna gani ameagusa maisha yao. Mustafa, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwenda? Yanakwenda, tunashukuru. Karibu sana. Lakini pia Ali Darwish, karibu sana. Asante sana. Bila shaka mko salama. Karibuni sana kumzungumzia hayati Abeid Amani Karume, na kabla hatujaanza kumjadili tupate kusikiliza hotuba yake aliyoitoa mwaka 1966 tarehe 16 mwezi wa 8 akiwahutubia vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Hii ni kufuatia mapinduzi. Kwa sasa anaeleza wazi kwamba mapinduzi haya yaliyofanyika mwaka 1964 yatamnufaisha nani zaidi, wao walioshiriki ama vijana wa Kitanzania ambao alikuwa akiwahutubia kipindi hicho. Tupate kumsikiliza hayati Abeid Karume. Lilitoka shauri kwamba hatuwezi wa Afrika kustahamili kuona nchi hii inaendeshwa kidhalimu mara ya pili tena na sultani. Hatuwezi, bora tujitoe muhanga mpaka tuweze kuikomboa nchi yetu, hata tukipoteza roho wangapi, lakini hata Waafrika wawili wakisalia, hao watatosha kuiongoza Unguja. Mwezi 12 Januari saa 8 usiku watu wakasema sasa tayari, vikapigwa vita mpaka saa 12 asubuhi mabomu yote yashakamatwa. Waingereza wanatafuta sultani
wakakimbia naye tena, nadhani walikuleteni huko walikuleteni huko kule kumoto, kila kitu ishakamata vijana, wananchi wenyewe. Hili jambo la kukumbukwa, na ilivyokuwa vita vilichanganyika vijana na wazee pale pamoja. Leo ni fahari yenu sana nyinyi wa vijana wa taifa la kiwananchi mlio hapa Mgurani kulijua jambo hilo. Maana jambo hilo lilikuwa silao hao waliokufa. Mtazamaji wa TBC1, kama ambavyo umetoka kumsikia, huyo ni hayati Abeid Amani Karume akizungumza na vijana kujenga taifa mwaka 1966 katika eneo la Mgulani, ikiwa ni hotuba yake kuwasihi vijana kuweza kuenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 ambayo yeye ndiye aliyeongoza na ndiye akawa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia makamu wa rais wa kwanza. Na kama nilivyokujuza, niko na vijana. Mustafa bila shaka pamoja na Ali mmesikia hotuba akiwahutubia vijana, na miongoni mwa mambo ambayo ameyagusia ni kuhusiana ni kwa namna gani vijana watanufaika na mapinduzi, lakini amegusia kwamba mapinduzi ni gharama, na kwa ajili ya kuyaenzi na kuyalinda, basi vijana wanatakiwa wawe shupavu kulinda kila ambacho kimetokea mwaka 1960. Na nikianza na Mustafa, kwa namna ambavyo tunamzungumzia hayati Abeid Amani Karume na vijana wa leo katika kumuenzi, kwako wewe kumbukizi ipi ambayo ni bora na njema sana katika kuenzi maisha ya hayati Abeid Amani Karume? Kumbukizi muhimu ambayo ilikuwa ni vijana walinyuma fursa mbalimbali za kushiriki katika mambo mbalimbali hapa visiwani Zanzibar kule, yani kulikuwa kuna ubaguzi wa rangi, ubaguzi mwingi. Kwa hiyo Mheshimiwa hayati alishirikiana na vijana wengine kupata mapinduzi haya ya takatifu ya Zanzibar, na alihakikisha vijana wanashirikishwa katika fursa mbalimbali serikalini, ngazi mbalimbali, vijana washirikiana na vijana wengine. Kwa hiyo vijana, naweza ngasema, ingekuwa kama hayati na waasisi wengine wasingetaka mapinduzi yale, vijana sasa hivi bado tungekuwa tuko kule utumwani, na vijana yani wasingepata hizo fursa, yani kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo naamini hayati amepambana kupata mapinduzi haya ili vijana wapate kushiriki katika shughuli mbalimbali. Kama sasa ukiangalia vijana wanaongoza ngazi mbalimbali za serikali, wanashirikishwa kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo naamini hayati amepambana ili kuhakikisha vijana, kama mwenyewe alivyosema kwenye hotuba yake moja, anaamini yale mapinduzi yale wao wengine wangebaki hata 6, ila vijana wa muda ule ambao bado wa vijana ndio wangenufaika zaidi. Kwa hiyo mapinduzi hayati amewapigania sana vijana kwa maendeleo ya nchi. Shukrani sana Mustafa. Nikija kwako Bwana Darwesh, tunaangazia miongoni mwa vipaumbele ambavyo alivifanya katika uongozi wake, ilikuwemo ni swala zima la elimu, sera ya elimu bure, ambapo alianzisha sera ya elimu bila malipo kwa wazalendo wote wa Zanzibar, malengo yakiwa ni kuinua kiwango cha elimu kwa wote, huduma za afya na maji bure, na pamoja na mambo mengi ambayo ameyafanya katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Unakumbuka yapi hasa ambayo hayati ambalo pia unatamani kijana wa Kitanzania ama wa Kizanzibari aweze kulifanya, mwenye ndoto za uongozi kupitia kwa hayati Abeid Amani Karume? Asante sana. Kwanza nafikiri ni hayati tunamkumbuka kwa mengi mazuri ambayo alianzisha, kwa sababu ukiangalia kwenye swala la elimu aliweza kusisitiza na kutengeneza utaratibu kwamba elimu iwe bure, si ndio? Lakini aliweza kusema kwamba pia masuala ya kijamii pia tunaona kwamba nyumba nyingi zilijengwa na yeye akiwa ameshiriki pale, lakini tunaona pia katika kuleta sasa maendeleo aliweza kushiriki na vijana na watu wote pia katika encourage kwenye masuala mbalimbali. Ukiangalia yeye ndiye alikuwa ni kiongozi wa kwanza katika nakumbuka kwenye historia yeye alikuwa ni tunasema seaman. Sasa alikuwa ni mwenyekiti wao wale vijana. Kwa hiyo tunaona sasa kuna namna fulani anaweza kuencourage watu au viongozi kwamba hata ukiwa nafasi fulani unaweza ukawa unashirikiana nao, unaonesha njia, kwa sababu kiongozi ni yule mtu ambaye anaonesha njia, na pia ana encourage sasa watu ambao wanamwangalia waweze kupita kwenye ile njia sasa
ambaye anaona iko sahihi. Sasa katika kuelekea katika kutekeleza masuala ya maendeleo sasa kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, tunaangalia sasa maendeleo yanapatikana kupitia viongozi ambao sasa tulionao, lakini wanafuata nyendo ambazo sasa hawa walikuwa wakizipitia. Ndio maana tukija tukaangalia kuna masuala ya kuna hii dira ya maendeleo ya 2050. Tunaangalia sasa masuala ya elimu bure, masuala ya afya, masuala ya jamii, maendeleo ya jamii. Haya yote unaona yalishaanzishwa huko na hayati Abeid Amani Karume, ambao kwa sasa hivi sasa ndio yako kwenye dira yanaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tunaona sasa ni masuala ya msingi ambayo viongozi na vijana na jamii kwa ujumla tunayaiga na tunayaenzi, kwa sababu wao ndo wameanzisha hayo mambo na sisi ndo tunafuata mle. Kuna vijana wenye ndoto za kuwa na viongozi ama kuwa na mamlaka katika jamii ya Tanzania. Hapa tunazungumzia Tanzania bara, lakini pia tunazungumzia visiwa vya Zanzibar. Kwa namna ambavyo alifanya, kwa namna ambavyo alitenda mambo yake kwa muda aliokaa madarakani, kijana wa Kitanzania ama kijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania achukue kipi ambacho hasa wale wenye ndoto za kuwa viongozi aweze kukitekeleza katika majukumu yake ya kila siku? Asante. Nafikiri kuna mambo mengi mazuri ya kuchukua kutoka kwa viongozi akiwemo hayati Abeid Amani Karume. Ukiangalia yeye alikuwa ni kiongozi ambaye anaonesha njia kwamba viongozi lazima tupite hapa, twende hivi, lakini alikuwa anapinga sera ambazo zilikuwa zina ukandamizi, zina unyonyaji, zina ubaguzi. Kwa hiyo nafikiri viongozi au vijana ambao wanatarajia au na viongozi walioko sasa hivi wanatakiwa wachukue zile sera ambazo alikuwa nazo. Kuna unyonyaji, kuna ubaguzi, tunahitaji maendeleo, tunahitaji elimu, tunahitaji miundombinu mizuri. Kwa hiyo tuchukue hayo tu ambayo ni mazuri na ambayo yeye alikuwa anayapigania kwa maslahi ya jamii nzima. Na kwa namna unavyoona vijana ambao wewe ni kijana upo unaona vijana pia wakiwa kwenye ngazi za mamlaka, unaamini kwamba vijana watakuwa na njia nzuri ya kupitia kwa hayati Abeid Amani Karume katika kutekeleza ndoto zao za kuwa viongozi kwa vijana tuliona hivi sasa? Naamini hivyo kwa sababu unapokuwa unakimbizwa, kama haujui njia ni rahisi kupotea. Lakini sasa njia sisi tunaijua, tumeshawekewa na hawa waasisi waliopita. Kwa kama vijana sisi tunaamini tupite hapa kwa sababu ameshatuwekea njia, na imani hatuwezi kupotea, tutapita kwenye njia sahihi. Ndio. Shukrani sana Ali. Nikija kwako Mustafa, tunafahamu Abeid Amani Karume ni mmoja wa watu ambao walipata kuzunguka maeneo mengi ya dunia ikiwemo London, lakini pia maeneo ya Uajemi, ikiwa ni sehemu ya biashara yake. Yeye alikuwa ni baharia, tuseme hivyo, na ndio shughuli ambayo alikuwa akiifanya, na ile ndio iliyompa exposure ya yeye kufika na kukutana na watu mbalimbali. Unadhani kuwepo kwa exposure kwa vijana na maarifa ya kutosha inaweza ikawa ni msingi mzuri wa vijana kupambania taifa lao, kama ambavyo yeye baada ya kupata maarifa huko nje akarudi Tanzania, akarudi katika visiwa vya Zanzibar, akasema lazima tuondokane na ubaguzi, tuondokane na uongozi wa kisultani pale Zanzibar? Unaiona hiyo, na kwa namna gani inaathiri vijana ambapo wakikosa hiyo fursa ya kupata exposure na maarifa mengi, wewe ukiwa ni mwanafunzi wa elimu ya uhusiano wa kimataifa? Kwanza ni vizuri vijana tukapata exposure, yani tukapata kujifunza vitu vipya. Kama tunavyoelewa dunia sasa tulipo sasa, tuko kwenye dunia ya AI tunasema. Kwa hiyo vijana tukiendelea kukaa tukabase na teknolojia yetu hii au exposure ndogo tu ambayo hapa ndani Tanzania, na kwa kidogo like hatupati kuelewa zaidi. Kama ulivyosema, hayati alikuwa baharia, ameenda nchi nyingi sana, ametembea nchi nyingi sana, na yeye sasa kule kutembea exposure alopata ndo akasema kumbe mimi nataka nirudi Tanzania, nirudi Zanzibar, nikapambanie sasa uhuru wa wananchi wa Zanzibar. Yani amepata njia, yani kwa exposure aliyoona. Sasa kijana tunataka tupate exposure ili tupate, kama nilivyosema, kuzidisha uelewa zaidi. Naweza nikasema kwamba kijana unaweza ukaenda kusoma nchi nyingine, japo yeye hayati alikuwa haamini sana yani vijana mkapata exposure kwenda nje. Anasema kule kama unaenda kumwongeza maarifa vijana aje kukandamiza unini. Ila sasa exposure sasa hivi ninayosema, dunia sasa hivi lazima upate exposure hii. Kama nilivyosema, dunia kidogo iko kwenye maendeleo. Kwa hiyo vijana exposure hii tunayopata tuitumie vizuri pia. Kama tunaweza tukapata exposure tukaja kukandamiza kama hayati alivyosema, pia tunaweza tukapata exposure tukaja kwa sababu globalization inakuonesha kijana uhalisia. Kwa hiyo exposure tunaenda
kuipata tuende kutafuta exposure ya vijana kujifunza ili kuja kusaidia taifa letu. Kwa hiyo vijana lazima tupate exposure, tuone vijana wengine wa mataifa mengine yalioendelea wanafanya nini, wamefanya wapi, na sisi tuje kuangalia tumekwama wapi, tumefeli wapi, ili tupate kujifunza. Tukisema tujifunze tu hivi kwa tamaduni zetu, tutaenda vizuri, ila like exposure itatusaidia zaidi kujifunza, kama Hayati alipopata exposure na amerudi na amekomboa kisiwa cha Zanzibar. Kuna namna exposure ikikosekana watu wanakosa maarifa ya kiuongozi, ya kiutendaji na ya kuthubutu kufanya mambo kwa namna ambavyo wewe hasa unapokuwa uko katika taasisi au uko katika kusaka elimu ya uhusiano wa kimataifa, bila shaka unakutana na wengi. Unadhani kukosa maarifa na exposure kwa vijana kunachangia kwa kiasi gani kutokuwa na maadili katika uongozi wao? Kwanza naweza nikasema vijana kikosa exposure, yani akichukulia kwamba bwana mimi nataka kuwa kiongozi hapa, acha nifate tu nyendo za hawa waasisi pengine ambazo nyingine ni nzuri, sio nyingine ni nzuri nyingi, kama Hayati ameacha nyenzo nzuri. Sasa kuna vijana wengine wanachukulia sasa bwana mimi ukiwa rais Afrika, ukiwa rais Tanzania, ukiwa rais nchi hizi za huku, kuna culture ule utamaduni wa Kiafrika ule. Sasa bwana kama shughuli saa ngapi, acha niende muda wa saa ngapi. Sasa hiyo sasa hivi kwa sasa kwa exposure ambayo tupo, kama nilivyokuambia, kwa maendeleo ulikuwa yani muda ni thamani. Kwa sasa kijana kishachukulia ile mimi ni rais sasa hapa, acha niende kwa utamaduni huu bila kujifunza. Sasa kama ni muda una thamani kwa wenzangu, niwahi ile sehemu, niache hizi tamaduni ambazo sio sahihi, ambazo tunarisishana kwamba bwana ukiambiwa saa moja wewe fika saa 2. Kwa sasa kama kijana unatakiwa sasa ujifunze dunia inaendaje, uchukue uthamini muda wa watu, upate kujifunza mambo mapya ili kuendana na nyakati, yani tunasema nyakati, dunia ya teknolojia, dunia ya AI. Sasa kijana unataka sasa upate exposure ili sasa uondoke huko kwenye sote kwenye usiondoke kwenye tabanuni, ila upate kujifunza vitu vipya ili kuongeza sasa maarifa na kuendana na dunia inavyotaka kwa sasa. Asante Mustafa, nitarudi kwako. Lakini nikija kwako Darwish, tunaona kwamba yako mengi ambayo Wazanzibari wanajivunia kutoka kwa Hayati Abeid Amani Karume. Kwa wewe ambaye ni mwenyeji katika visiwa vya Zanzibar na Unguja kwa ujumla wake, kipi ambacho unaamini kwamba ni kumbukizi ambayo utaienzi leo na milele mpaka pale Mwenyezi Mungu nawe atakaposema sasa akuchukue, unaamini kutoka kwa Hayati Abeid Amani Karume katika ujana wako huu? Sawa, nashukuru. Ingawa sio mwenyeji sana, mimi ni mzaliwa bara, lakini kule tunaenda kutembea tunarudi hivyo. Kwa ninaamini kwamba kuna vitu vingi ambavyo sisi tunaviona kwa watu wa Zanzibari na visiwani, wanaweza wakawa wanavichukua ambavyo ni vizuri. Hayati alikuwa ni mtu ambaye hapendi mambo ambayo ni mabaya, yani tuseme sera ambazo ni mbaya, sera za kibaguzi, sera hizo alikuwa hapendi. Kwa kuna wengi wanachukulia kwamba Zanzibar wamekuwa ni watu wanakuwa na ubaguzi na nini, lakini mimi ninaona ni tofauti sasa na zile mindset za watu ambazo wanazo. Kwa nafikiri lazima tubadilishe, au lazima vijana wa Kitanzania wabadilishe zile mindset kwamba tunachukua zile miongozo na ile vitu ambavyo alikuwa navyo Hayati ndo tunavijenga sasa kwenye mioyo yetu, kwa sababu ukiangalia mpaka anakuja kuungana na vile vyama, yeye alikuwa ana lengo sasa la kuondoa ule ubaguzi, kuleta maendeleo, sera kama hizo ambazo ni za kimaendeleo. Kwa hiyo tunaamini tukiondoa hayo na tukiishi katika malengo hayo ambayo alikuwa nayo, basi nafikiri tutakuwa tuko sawa sawa. Lakini na imani vijana tuna mengi ambayo ni mazuri ambayo tunatakiwa tuige kutoka kwa Hayati. Mustafa, kwa upande wako, kipi ambacho unaamini kwa uzoefu wako kuishi katika visiwa vya Unguja, unaamini kwamba hii ni alama ambayo wewe binafsi unaondoka nayo katika maisha yako ya kila siku, katika suala la kiuongozi, lakini pia katika suala zima la utendaji kutoka kwa Hayati ambaye ameongoza pale katika visiwa vya Zanzibar? Mambo mengi Hayati ameyafanya. Kwanza alisaidia kwenye kuhakikisha wananchi wenye kipato cha chini wanapata makazi bora, kama tulivyoona wananchi mbalimbali waliojengea nyumba. Kwa hiyo inakupa motivation kwamba kiongozi lazima ujali pia watu wenye chini, kama tunavyosema kwenye state there's no one above the, yani everyone ana power the same. Kwa hiyo Hayati alikuwa anawajali pia sana na watu wenye chini, kwa sababu tunaelewa watu wenye chini wanasaulika yani wanakuwa wanasaulika kwenye jamii zetu. Kwa hiyo Hayati amesema acha nijenge hizi nyumba kwa ajili ya maskini, na ukienda Michenzani, ukienda maeneo mbalimbali Zanzibar utakuta hizo nyumba.
Pia akaona kipato cha wananchi wa Zanzibar wanatoka kwenye ukoloni, akasema acha sasa niweke elimu bure, matibabu bure na vitu vingine. Kwa hiyo hayati anaonyesha kwamba ameacha alama. Pia ukienda Zanzibar utakuta alama yake pale, amejenga vitu vingi, elimu bure mpaka sasa Zanzibar. Kwa hiyo ameacha vitu ambavyo sisi, hata mimi naamini watoto wangu watakuja kupata kusoma elimu bure kwa sababu ya mambo alianzisha hayati. Kwa kwenye masuala ya uongozi, kama pia ni kijana kiongozi, pia napata kujifunza sera zake za kuunganisha watu. Hayati pia aliunganisha watu wengi, alipendelea yani sio Tanganyika na Zanzibar tu, ila alitamani pia hata Afrika nzima iungane. Kwa hiyo hizo ni sera nzuri ili kuhakikisha tunasimama pamoja, kwa sababu ukisimama peke yako unakuwa kidogo, unajishi dogo. Kwa hiyo hayati ameamini tukisimama pamoja kwa Afrika tutakuwa imara zaidi. Kwa hiyo alipendelea kuona hayo masuala yani kama kuungana, kama ulivyosema, nasomea international relation diplomacy. Kwa hiyo tunaamini diplomasia tukiitumia, yani tukiungana taifa tutakuwa vizuri, na tukiungana pamoja bila kuondoa huyu hivi Zanzibar sijui Mtanganyika hivyo. Kwa hiyo hizo ndo waasisi wetu walivyoamini. Wameamini bwana, umoja ndo tutaenda maendeleo. Kwa hiyo sasa tuna Tanzania. Kuna jambo umesema kwamba ukisimama mwenyewe dishi linakuwa dogo. Dishi linakuwa dogo. Kwa hiyo mkiungana jeshi moja, dishi linakuwa kubwa. Kuna picha ile, kuna stick mtu anapewa, anapokata stick moja amekata. Akapoa stick kama 5 azikata, hajaweza kuzikata kwa sababu ni mko wingi, yani inaonyesha ile kama umoja ni nguvu ya utengano ni udhaifu. Kuna nukuu nyingi ambazo zimemnukuu hayati Abeid Amani Karume. Miongoni mwake anasema uongozi ni dhamana, si fursa ya kujinufaisha. Hii ni nukuu ambayo amewahi kuisema katika hotuba zake nyingi ambazo amezizungumza. Wewe ni kijana tayari, na amesema kwamba uongozi ni dhamana, si fursa ya kujinufaisha. Unaliona hili katika vijana wengi ambao wanashika mamlaka katika hata katika ngazi za chini, sio lazima kule juu, hata katika ngazi za chini huko vioni wapi, unaona vijana wakiwa na ile dhamira ya kwamba uongozi ni dhamana, sio fursa ya kujinufaisha? Nashukuru. Vijana wengi sasa hivi naona kama nilivyokuambia, wanaelewa sasa maana ya uongozi ni nini. Wengine wanatamani yani tunaona yani vijana wengi sasa wanashiriki. Naomba nirejee kidogo nyuma. Zamani kulikuwa kuna philosophy lazima kiongozi awe mtu mzima, awe mzee, awe nini, ila sasa hivi tunashukuru tuna vijana wengi wanatoka kwenye kwenda kujaribu kuchukua fomu kunini, tayari washaelewa kwamba hii dhamana naweza nikaibeba hata mimi kijana. Kwa hiyo kama ulivyosema, uongozi ni dhamana. Na ni dhamana vipi? Uko tayari kwenda kuwaongoza wenzako, yani kuwa kiongozi. Kiongozi sio bosi kwamba bwana mimi bosi. Kuna bosi na kiongozi. Bosi ni yule bwana fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Kiongozi anakuonesha njia, twendeni huku, tufanyeni hivi, tuendelee. Kwa hiyo sasa yule anachukua dhamana, na viongozi wengi tunaona wakipata tuseme tauzi fulani wanakuwa wanakula kiapo. Kwa hiyo pale yeye amezidi kujinathibisha kwamba mimi na hapa kwenda kuchukua hii dhamana kwa watu. Kwa hiyo tunaamini viongozi waongoze, sio watume. Yani kama tulivyosema, kuna tofauti ya bosi na kiongozi. Kwa hiyo kiongozi ni dhamana na yuko tayari kuwatumikia watu, na hapa hivyo amekiri. Kwa hiyo akafanya ile dhamana ambayo ameichukua kwamba mimi naenda kuongozana na watu, tunaenda kufanya kwa umoja, sio kwamba mimi ni bosi sasa nataka bwana mimi ni bosi nakaa kwenye kiti hapa, mimi si ndo kiongozi natoa tu oda, ila unataka ukajenge. Tumeona hayati wakati anajenga nyumba za Michenzani alienda kushiriki, sasa ile ndo kiongozi bwana. Acha sasa alishika chepe na kwenda kunini. Tumeona mambo mengi kama hivi ya usafi alishiriki. Sasa yule ndio kiongozi. Bosi anatoa amri, bwana kuna nyumba za Michenzani pale naomba zikajengwe. Sasa yule ndio bosi. Sasa kiongozi ndio yule anaonesha sasa hapa tunatakiwa tuende kwa umoja na kwa wote. Huo ndio kiongozi. Na vijana sasa tunatakiwa tupate hizi philosophy nzuri hata za waasisi wetu, hata na sisi wenyewe tuchukue kwamba dhamana bwana sisi vijana, kwa sababu kuna ile bwana mimi nataka kiwa kiongozi, nikishapata uongozi nasahau kwamba niliahidi nini. Kwa hiyo umechukua dhamana, na viongozi wengi tunaona kabla hawajaingia wanakuwa wanatoa sera na wanakuwa wanasahau kwamba nilisema nitafanya tu kimoja kimbili tatu, ila hayati alitoa sera zake na alitekeleza karibia nyingi, na alienda mpaka mipaka na alisaidia. Kwa hiyo alikubali kwamba mimi nimechukua dhamana ya kuwatoa sasa Wazanzibari huku kwenye unyanyasaji na hivyo na walete huku kwenye ukombozi. Kwa hiyo ile dhamana ameitekeleza na tunashukuru kwa hilo. Unaiona ile dhana ya dhamira kwamba uongozi ni dhamana kwa vijana ambao wewe uko nao unashirikiana nao katika ngazi mbalimbali za kuongoza, unaiona ama kuna nguvu inatumika tu kwamba nataka kuwa kiongozi? Tunaiona dhamira, tunaona vijana sasa ndo kama nilivyokuambia, yaani wanatari ule uamko kwamba bwana mimi sasa
sio siasa, yani siasa sio ya watu wazima, siasa pia ya vijana. Kwa hiyo hiyo ni dhamira ya kwanza, kwamba vijana tayari tayari wanauelewa kwa masuala ya siasa na wako tayari kutumikia nchi yao. Kwa hiyo tunaona vijana wengi wanajitolea. Ukiangalia viongozi wetu sasa age zao ziko 40-45. Tuna naibu waziri huyu Mwana FA age yake ni kijana tayari, ameonyesha ile dhamira, sasa mimi nataka kwenda kuongoza. Kwa hiyo wameenda kuchukua fomu, tunamwona kwenye sehemu mbalimbali. Tuna mheshimiwa waziri wa wizara ya vijana ambayo pia ipo ni Nauka pia ni kijana. Kwa hiyo like vijana wengi sasa tayari yani dhamira wanayo kwamba sasa sisi vijana tunaweza, na vijana pia tunaweza kwenda kuongoza. Kwa hiyo tumeona vijana wengi wanajaribu. Mimi mwenyewe inshallah nitajaribu. Ngoja tuanze masomo tujaribu, kwa sababu tuko tayari kuwatumikia watu, like tuko tayari kuserve for the people, sio kuwapa bosi kwa watu. Mungu akutangulie. Amina, asante. Nikija kwako Bwana Darwesh, kuna kauli moja ambayo pia ni sehemu ya nukuu ambazo amewahi kunukuliwa hayati Abeid Amani Karume, ni kwamba mapinduzi si lele mama, akizungumzia mapinduzi ambao waliyafanya yeye pamoja na wenzake na mpaka kuiletea Zanzibar uhuru kutoka katika mikono ya masultani. Na kwa kauli hiyo alimaanisha kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji utayari, juhudi kubwa kwa namna vijana wa leo ambao tunaona. Mimi najikita kwenye vijana kwa sababu nazungumza na vijana. Unadhani kabisa ile mapinduzi sio lele mama, unaiona kwa vijana ambao tuseme kwamba ingekuwa leo hawa tuliopo vijana wa hii kipindi hicho na namna unavyowaona wangeyatimiza haya ya kwamba mapinduzi sio lele mama? Tungekuwa vijana au vijana wakati huu wangekuwa ni waenzi zile, mambo yangefanyika, kwa sababu tunaona sasa hivi vijana hawako nyuma au hatuko nyuma. Nikirejea katika kitabu cha bwana mmoja anaitwa Robert Nordhaus, yeye anazungumzia masuala ya uongozi ambao tunaona sasa vijana wamechukua zile character za uongozi, ndio sasa hivi wanazo katika kuleta mapinduzi. Katika kuleta mapinduzi tunahitaji kuwa na viongozi ambao wana oversight masuala yote katika nchi, katika sehemu ambazo wanahitaji kuleta mapinduzi. Kwa wanaangalia ambao yeye alisema, Robert Nordhaus alisema kwamba tunatakiwa tuwe na leader, ni yule mtu ambaye anaonesha njia na anakuwa na vision, lakini pia anahitaji kuwaongoza watu wake ili wafikie malengo ambao ni wanakuwa wametaka kuyatimiza. Kwa kama hayo malengo yatatimia, ina maana tayari wewe sasa ni leader. Na tunaona sasa viongozi kama alivyosema hapa mwenzangu kwamba sasa hivi tunaona kwenye uongozi kuna vijana wengi ambao wanafanya vizuri, mawaziri kina Mr. Nanauka, waziri wa vijana na wengine wameaminiwa sasa, wana nafasi tofauti katika uongozi. Sasa kwa tunafikiri kwamba ingekuwa ni kipindi kile pia wangeweza kuleta mabadiliko, ingawaje hatujui labda mambo yangetokea mambo gani, lakini kwa muamko wa sasa hivi na vijana wa sasa hivi katika masuala ya uongozi na katika masuala ya kuleta mapinduzi kidogo, naona kwenye hilo swala vijana wako vizuri. Ndio. Ingawa kuna baadhi ya watu wanasema yani kama ndio kipindi hiki tungekuwa tunadai uhuru, pengine tungepata shida kutokana na vijana ambao tuko nao katika hilo. Unakubaliana na hii kauli ukilinganisha na wazee wetu ambao ni wengine ni hayati na wengine wapo wamestaafu katika swala zima, ila walishiriki katika kuleta uhuru wa Tanzania, ukilinganisha na vijana wa hii leo? Mimi nafikiri na ni kwa sababu ya mambo ambayo wakati mwingine vijana wanayapambania. Unaona kabisa mpaka inafikia hatua baadhi ya watu wanasema vijana wale hawa nao changamoto kweli kweli. Ni sahihi. Kuna baadhi ya vijana ambao kidogo ukiangalia mienendo sio mizuri, lakini hii ni kulingana na kwamba na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Unakuta sasa hivi kila mtu ana uwezo wa kuaccess chochote tu kupitia labda simu yake kupitia sehemu mbalimbali, na maadili pengine yanakuwa yanashuka kupitia utandawazi ambao upo. Lakini mimi naamini kuna baadhi ya vijana ambao wako very strict, wanaweza kufanya mambo oversight na kuleta maendeleo katika jamii. Sio vijana wote ambao utasema kwamba hawezi wakawa na ile namna fulani hivi ya kufanya mambo. Vijana wengi ambao mimi nawaona, tunaona sasa hivi vijana wanajishughulisha, wanafanya kazi, lakini na serikali pia ina support. Unaona kuna mikopo ambayo inatoka kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo nafikiri sio vijana wote ambao wanakuwa hawawezi kufanya mambo katika ile hali ambayo wengine wanaona kwamba vijana sasa hivi hawako sawa sawa. Mimi naona tuseme ni
siwezi kusema ni 50-50 lakini naweza nikasema asilimia labda 70 vijana wengi wako very smart, wanafanya mambo yao vizuri. Unaona ile nguvu ya wao kupigania taifa, maendeleo ya jamii na kwa ujumla wake. Ndio. Shukrani sana Mr. Ali Darwesh, lakini pia niko na Mustafa, yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu masuala ya uhusiano wa kimataifa, lakini pia Ali Darwesh yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu shahada ya pili ya utawala wa kimkakati. Lakini katika kuzungumzia ile pia ni vijana, baadhi ya vijana katika maeneo kutoka visiwa vya Unguja na Pemba wametoa maoni yao kuhusiana na kumbukizi ya hayati Abeid Amani Karume, kuhusiana na kila alichokifanya katika visiwa vya Zanzibar. Hawa hapa vijana wakizungumza namna ambavyo wanamkumbuka hayati Abeid Amani Karume. Sisi kama vijana kwa mzee Karume tumejifunza mambo mengi sana. Kwanza ukakamavu. Yaani ukakamavu alioonyesha ni ukakamavu mkubwa sana yani. Kashughulikia madaraka yake kwa mujibu wa nguvu alizonazo na alizopewa na wananchi. Amefanya vizuri yani. Na sisi tunataka tuwe kama yeye kama kuna uwezekano. Tufanye mambo kama aliyofanya yeye, majengo aliyojenga, skuli, mataasisi ya zamani. Pia sasa hivi kama makumbusho na tunasaidia wanafunzi wajue kitu kilichopita. Na mpaka sasa tunatumia katika masomo yetu ya skuli. Nilikuwa na wasihi vijana wenzangu tumwenzi kwa kufurahia yale mazuri yake aliyoyafanya, ikiwemo majengo. Amejenga majengo mengi tunayaona Zanzibar kila tukija, Pemba ambayo mpaka sasa yanaishi, lakini amejenga uwanja wa Karume ambao unatumika sana kwa michezo kwa vijana, bila kusahau airport. Mpaka leo tunasafiri kupitia ule uwanja. Kwa hiyo tunaona jitihada zake zinaishi mpaka leo, vijana tunajivunia yeye na tutaenda kumwenzi kwa yale mazuri yake yote ambayo bado yanaishi, lakini pia viongozi wetu waige mfano wake mzuri ambao amefanya vitu vikubwa mpaka leo, vizazi na vizazi tunaendelea kuviona, tunaendelea kuvitumia, kuviishi. Kwa hivyo viongozi wetu waangalie, waige mfano wake. Ni kiongozi mzuri sana wa mfano wa kuigwa kwa kila kiongozi, lakini pia sisi vijana. Cha kwanza mimi napenda kusema tu kwamba kumwenzi muasisi wa Zanzibar ambaye ameweza kuleta maendeleo makubwa, lakini pia na upeo mkubwa kuhakikisha kwamba Wanazanzibar kwa umoja, Wanazanzibari wote wawe wamoja. Hiko ni kitu kikubwa sana, kwa sababu tunaamini pale ambapo kunapokuwa na umoja basi jambo linakuwa zuri, jambo linakuwa ni jema tena katika swala zima la kuleta maendeleo, kwa sababu tunapokuwa wamoja kwa kushirikiana basi unaona kabisa kutakuwa na maendeleo. Ni sawasawa pale nyumbani tutapokuwa kwenye familia, baba na mama watapogombana basi ujue watoto nao watapata tabu sana. Kwa hiyo tunaamini na tunamshukuru sana kwa sababu tunamwenzi kwa namna ya upendo wake, kwa namna alivyojitoa, kwa uzalendo wake, kwa moyo mmoja kuhakikisha Wanazanzibar wote tunakuwa wamoja, lakini pia na kudumisha amani yetu. Kwa hiyo tunamwenzi kwa mengi sana, lakini pia tunamwenzi kwa kuona namna ambavyo Zanzibar ya zamani na sasa imebadilika. Maendeleo makubwa tunayaona. Kwa hiyo tunaona Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, unaona kabisa anaenzi na anafuata zile nyao za muasisi, ambapo anaona kabisa kwamba muasisi alikuwa na maono makubwa sana, lakini yeye kaja kuyabeba na kuhakikisha kabisa kwamba Wanazanzibar wote wananufaika kielimu, wananufaika kiuchumi, wananufaika kimiundombinu. Tumeona sasa hivi barabara hapa Zanzibar kuna flyover ambayo ya kisasa haijawahi kutokea, ipo lakini tunaona masoko makubwa ya kisasa yapo pale. Tunaona pale wanaita soko la Mwanakwelekule pale, tunaona kabisa soko ni kubwa, lakini bado haitoshi. Shule awali tunaziona ni kubwa, lakini pia bado haitoshi. Tunaona mahospitali ya kisasa ni makubwa sana. Kwa hiyo mimi nawaambia Watanzania kwa ujumla, tuna kila sababu ya kujivunia kuwa wamoja, lakini tuna kila sababu ya kuona namna ya kiongozi huyu ambaye ni muasisi kutoka Zanzibar amefanya kazi kubwa sana toka enzi hizo na mpaka sasa. Tunaona rais aliyekuwepo sasa hivi awamu ya 6 anayafuata maono yale na anafuata kwa nyayo zile ambazo hayati na muasisi alivyokuwa anazipita, na sisi tuna imani kubwa sana na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kila mahali ukipita watu wanakuambia huyu ndiye baba wa miradi, huyu ndio walikuwa zamani wanasema baba, wanamuita mzee magorofa,
lakini sasa hivi tunaona kabisa mambo anayofanya kiukweli na kila sababu ya kumpongeza, na sisi tunamshukuru sana kwa kuendelea kudumisha Wanazanzibar wote kuwa wamoja. Hilo ndio jambo la kipekee. Amani yetu ndio tunu yetu ya taifa, na sisi tunatakiwa tuungane kuhakikisha hawa viongozi wetu tuende nao, lakini kuwaombea. Hilo ndio jambo kubwa sana, ili waweze kuleta maendeleo na kutuinua sisi vijana. Shukran sana kwa maoni yenu kulingana na kila ambacho mnaamini ndiyo kumbukumbu njema sana ambao mnayo kumhusu hayati Abeid Amani Karume. Mustafa pamoja na Ali, nikirudi kwenu, kuna mengi sana ambayo wanayakumbuka ambayo Watanzania kwa ujumla wake wanayaishi na wanaenzi kuhusu hayati Abeid Amani Karume. Swala zima la uchumi wa bluu ni miongoni mwa mambo ambayo yeye mwenyewe wakati huo alianzisha, japo kipindi hicho haikuwa inaitwa uchumi wa bluu, ilikuwa ni shughuli za uvuvi. Aliamini kwamba bahari iliyopo, bandari zilizopo ni shughuli ambazo zinaweza zikamuinua Mzanzibari katika visiwa vya Unguja, lakini pia Pemba, bila kusahau na Tanzania kwa ujumla wake. Kwa namna ambavyo unaona leo hii shughuli za bahari pamoja na uvuvi kwa ujumla wake zikifanyika, unaona kila ambacho yeye alitamani kukiona kinaenda kutimia ama kimeshatimia tayari katika visiwa vya Unguja na Pemba. Ndio. Kama ulivyosema, hapo zamani kulikuwa kuna masuala ya uvuvi, japo sasa hivi uchumi wa bluu umegusa sasa, yani umechukua masuala ya uvuvi yani kunufaisha zaidi yani kitaifa. Hata ukiangalia Zanzibar, wizara ambayo pia moja wizara inayofanya vizuri ni wizara ya uchumi wa bluu. Tunaona waheshimiwa sasa hivi, Mheshimiwa Dr. Ali Hassan Mwinyi amejitahidi sana Alhaji kwenye kuimarisha sera ya uchumi wa bluu. Amehakikisha vijana au watu wanajishughulisha na masuala ya uvuvi wanapata elimu wa masuala ya uvuvi, wanapata kupewa msaada wa hii vifaa vya kufanyia uvuvi ili waendane. Kama nilivyokuambia, sasa tuko kwenye ile dunia ya kisasa. Sasa tuseme tuvue kwa ngalawa tu nini, tutachukua muda wakati teknolojia imekuwa. Kwa hiyo tunaona serikali jitihada zao kwenye kuhakikisha kila kijana anapata boti za kisasa za mashine zile, ambayo hata kama anatumia ngalawa ya zamani, ila angalau anapata mashine, anaenda angalau nusu lisali moja au masaa mawili anarudi. Zamani mtu anaondoka siku ya pili ndo anarudi kwenye sekta ya uvuvi. Kwa hiyo tunaona sasa hata kwenye sekta ya uvuvi imeimarishwa. Ndani ya siku moja tu mvuvi amerudi. Kwa hiyo uchumi wa bluu unaongezeka, vijana wanapata ajira, hiyo wanajiajiri, na wengine wanapata kulipa kodi ya taifa na kwa maendeleo ya jamii yetu. Kwa hiyo tunaona sekta ya uchumi wa bluu inafanya vizuri. Kwenye bandari pia, bandari nyingi zinajengwa sasa visiwani Zanzibar kuhakikisha imports na exports zinafanyika pia vizuri kwa sababu ya hizi sera mbalimbali za uvuvi na bandari. Na kabla tujaendelea, mtazamaji wa TBC1, tunayo pia hotuba ya hayati Abeid, miongoni mwa hotuba zake ambazo amewahi kuzitoa, na hii inahusu maswali ambayo alikuwa akiulizwa na wanawake wa visiwa vya Zanzibar kipindi ambacho anahangaika kutafuta uhuru ama kupigania uhuru wa visiwa vya Zanzibar. Wanawake bwana walikuwa wanamuuliza maswali mengi, bila shaka umesikia, umeona, wanamuuliza sasa uhuru ni nini? Yani anashindwa kuelewa, anasema sasa uhuru. Sasa hebu tumsikie akizungumzia hilo, simulizi mojawapo katika hotuba zake, akizungumza namna ambavyo alikumbana na changamoto za maswali kutoka kwa baadhi ya watu, hususan wanawake ambao aliwaita kwenye mkutano kipindi hicho, akiwaambia jamani, mtusaidie kupata uhuru wa visiwa vya Zanzibar. Wakina mama, asanteni sana. Kabla sijasema neno lolote katika umoja wa kina mama, wajibu wangu leo nitoe hadithi fulani. Mwaka wa 1957 kiliundwa chama cha Afro Shirazi Party kwa madhumuni ya kugombania uhuru wa visiwani Unguja na Pemba. Uhuru wenyewe, wananchi wa visiwa hivyo wajitawale wenyewe, wapate serikali chini ya mamlaka yao wenyewe, waondoe ukoloni wa kila namna, tunaujua na usaujua wote ung'oke. Baada ya masikilizano tukakiunda chama cha Afro Shirazi Party katika mkutano wetu mkubwa. Baada ya siku 6 kupita, siku ya 7 tulifanya mkutano na tukakata shauri katika mkutano wetu tuwaite wakina mama kuzungumza nao. Siku 6 nyuma tulizungumza nini? Tukawita wakina mama
wakaja kikundi chao wengi ili kuja kuzungumza nao habari ya kutafuta uhuru. Wakina mama hao walikuja na msemaji wao mmoja, walimchagua mmoja tu msemaji, na bahati ilikuwa nzuri. Msemaji huyo hakusema neno, alikuwa akiuliza hoja tu, lakini wajibu wangu nimtaje msemaji, muuliza hoja huyo wa wakina mama tuliokutana nao siku hiyo. Jina lake anakuitwa Mama Mwajuma, na umaarufu wake afadhali ni utaje kuliko baba yake. Umaarufu wake anaitwa Mwajuma wa Adimeri, na bahati nzuri si mbaya, leo mkutano wa leo hapa, huyo mama amekwisha kufa, hayuko pamoja na sisi. Ilipokuwa mama huyo yeye ndio naiba ya mmoja wa kina mama, alituuliza hoja. Kwanza alisema tunashukuru sana wakina mama kukutana na nyinyi wakina baba na kutuambia habari ya uhuru. Huo uhuru wenyewe hasa ni nini? Tungefurahi sana mtueleze ushikamano wenyewe kutafuta uhuru, uhuru wa kitu gani? Tukasimama sawa. Mama kauliza hoja nzito. Bahati alijibiwa kwamba uhuru, kuondoa unyonge, kuondoa dhuluma, kuondoa shida, kuondoa kuogopana na mengineyo mengi. Hiyo ni miongoni mwa hotuba ambayo hayati Abeid Amani Karume aliwahi kuitoa wakati akizungumza na umoja wa wanawake kuhusiana na kipindi hicho. Sasa uhuru tayari ulishapatikana, lakini katika vikao ama katika hotuba zake alikutana na wanawake hao na akawa anaelezea moja ya simulizi ambayo alikumbana nayo ni wanawake kumuuliza maswali mengi kuhusiana nini maana ya uhuru, Mustafa pamoja na Ali Darwish. Lakini katika kipindi hicho alikuwa bado hatajapata uongozi, lakini akakumbana na hayo. Unaona vijana wa Kitanzania ambao wakikumbana na changamoto hizo wanasimama kuzikabili ama wanatafuta visingizio vya kukwepa. Nikianza na Mustafa, baadaye nitamalizia na wewe Ali. Tunaona vijana wa Kitanzania sasa wenyewe wanasema kuna the rising of Gen Z, angalau wanasema mitandaoni kwamba bwana, sasa kuna changamoto fulani. Kama hapo hayati tulivyosema hapo kabla, aliita wanawake wasaidiane, na wanawake waliuliza maswali mengi. Nakumbuka moja ya swali aliuliza kwamba kuna mwanamke mmoja nahisi anaitwa Mama Mwajuma kama sijakosea, anauliza kwamba mimi nina nyumba yangu ila nalipa kodi, sasa yani ardhi niko yangu. Hayati akamwambia kwanza leo hutolipa kodi tena na tutaenda kusaidiana yani ukitusaidia uhuru tutaenda nini. Kwa hiyo tunaona sasa vijana ambapo wakiona kitu fulani hakipo sawa, hawa Gen Z wenyewe hii rising of Gen Z tunaona dunia nzima kuna the rising of vijana wapya wanaitwa Gen Z. Kwa hiyo tunaona wanauliza kuna Gen Z, sio Gen Z wote ambao wale tunaoelewa kwamba mtu akiwa Gen Z, yani Gen Z ni age ambayo above 18 mpaka 45 tunasema ni vijana, na ukiangalia population yetu ya nchi nyingi 70% kuanzia 50 mpaka 70 ni vijana. Kwa hiyo like vijana wingi wanakuwa sasa wanauliza bwana hii kitu haiko sawa, tunatamani hii kitu iwe hivi, natamani hii kitu hivi. Ndio maana hata uko na Tanzania sasa, Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan daktari ameanzisha wizara ya vijana, ili sasa vijana haya maswali yao yote, hizi changamoto zao zote ziwepo sehemu husika ambazo zinatatuliwa. Sasa hii wizara ya vijana itasaidia wa Gen Z sasa kwenda kujibiwa haya maswali yao. Kwa hiyo tunaona vijana wanapata mwanamke wana maswali mengi na wanatamani maendeleo kwenye jamii zetu. Kwa hiyo Mheshimiwa akaona sasa hii wizara ya vijana itawasaidia vijana kwenda kutatua maswali yenu yote. Kipi ambacho unaamini kwamba kijana wa Kitanzania, Mtanzania aondoke nacho katika uongozi wa hayati Abeid Amani Karume aliokaa madarakani? Na hakukaa muda mrefu sana, lakini kuna mambo mengi kayafanya. Kwa wewe ambaye ni kijana na kwa kijana mwenzio anayekutazama kupitia TBC1, una kipi ambacho unaamini akiondoka nacho kitakuwa ni bora zaidi kupitia wewe hapa? Mimi naweza nikasema tufate falsafa za hayati Abeid Amani Karume kwa kuleta vijana pamoja. Hayati alitamani kwamba kuona sasa vijana wako pamoja,
vijana wanaachana na zile sera za ubaguzi kabla ya hapo ya ukombozi. Kwa hiyo hayati ameona kisiwa cha Zanzibar kimepata uhuru wake, ila bado kuna ubaguzi sasa, kwamba kuna hawa wenye rangi nyeupe ambao hawatakiwa ndo wanamiliki kila kitu au sijui wa hivi. Kwa hiyo sasa hayati akaona hii sio sahihi. Sasa tunataka sasa uhuru kamili kwa vijana, yani kwa Zanzibar, ili sasa vijana wapate fursa mbalimbali, yani hizo za kushiriki mbalimbali na kuunganisha vijana kwa pamoja. Kwa kama nilivyosema awali, vijana tukiungana au kwa sote tukiungana tukaondoa hizo uchaguzi ndo tutafika mahala stahiki. Ila tukisema sasa tuanze kutengana, sijui huku kuna ule ukabila sasa ule ambao walipigania sana hayati kuondoa, sijui mimi Mpemba, mimi Mzanzibari, mimi Mtanganyika, ile sasa ndo tunakwamisha sasa. Ila vijana tukiungana kwa wote, kwa mmoja wote, kwa na Tanzania moja, kwamba mimi bila kujali kabila, kama pia so hayati tu samahani, hata Mwalimu Nyerere naye alishirikiana sana na hayati, na yeye pia alikuwa anapinga sana ukabila, hii ubaguzi, alitamani kuona umoja, Tanzania moja. Kwa na mimi vijana tuko na Tanzania moja, tutafika mahala sahihi, yani tukiacha hizi itifaki mbalimbali za ukabila au siasa na mengineyo. Lakini pia mambo ya kuruka makachu na nini, yale ndio yanasaidia, kama makachu yale yanasaidia sana vijana pale, wanapata kuvutia utalii. Watalii wengi wanavutiwa sasa. Mtalii ukitaka kumpeleka Zanzibar anakuambia peleke Forodhani, watu wanapojump pale kwenye makachu. Kwa hiyo ni vijana, ni fursa mbalimbali, ni nzuri, ila waendelee tu kufuata procedures, yani waangalie athari. Kwa mfano kama kuna mawe, kunatakiwa kuboreshwa ili watunze afya zao, kwa sababu as long as wanafanya jambo zuri, wanavutia watalii, kwa ni jambo zuri kwa vijana. Kama ile pia inazidi kuleta umoja kwa vijana pale. Wengine usijui katoka wapi, kama ndo wamejiajiri, ile ndo umoja ambao hayati alikuwa wanatamani kuona vijana sasa waungane, watafute fursa mbalimbali ile kwa kuungana bila kujali itikadi zao. Wanatoka wapi, wanatoka wapi, au huyu katoka Pemba, huyu katoka wapi, huyu katoka Unguja, huyu sijui katoka wapi. Alikuwa hatamani hilo. Ni uwezo afanye, alete matokeo. Shukrani sana Mustafa. Nikija kwako Ali Darwesh, unaamini kipi ambacho tunaiona sasa hivi Zanzibar ikizidi kupaa katika maeneo mengi ambayo hususan hayati Abeid Amani Karume alitamani sana yafanye, na alifanya kwa nafasi yake, na ndio maana kuna kumbukumbu zake mpaka leo tunazikumbuka. Lakini kipi ambacho unaamini kijana wa Kitanzania, Mtanzania na Mzanzibari ana nafasi ya kuondoka nacho kutoka kwako, ambacho wewe mwenyewe binafsi kimekuvutia, kinakuvutia kila kukicha kutoka kwa hayati Abeid Amani Karume? Mimi ninachokiona Zanzibar ni sehemu ambayo bado inaendelea kuvutia watu wengi duniani, kwa historia yake, kwa mambo yake, kwa viongozi wake. Tunaona kuanzia kwenye masuala ya mapinduzi. Kwa hiyo hii inahitaji viongozi, na viongozi nafikiri ndo waliopo sasa hivi waendelee kuboresha mazingira, kuweka mambo vizuri, ili hata watu ambao wanatamani kufika Zanzibar waendelee kufika, kuangalia kile ambacho kipo Zanzibar. Lakini pia kama unavyoona uchumi wa blue na nini, mambo kama hayo, mikakati ambayo inaweza ikaendelea kuiweka Zanzibar katika kilele kizuri. Lakini pia ninatamani sisi vijana au viongozi vijana, kiongozi kijana hawezi yeye akafika malengo ambayo anatamani kufikia kama hatakuwa na watu ambao watamuelekeza. Unajua vijana saa nyingine akishakuwa sehemu anaweza akawa yeye anatuna na nini, watoto wa mjini anavimba. Sasa hawa sasa wazee na watu ambao wanatuzidi wanahitaji sasa kutoa maelekezo ambayo bwana nenda hapa. Ingawaje vijana wengine wanaweza kusema okay, wana mikakati mizuri kichwani na wana vitu vizuri vya kujenga, lakini ni muhimu sana katika kushikwa mikono, kuelekezwa na ili tuweze kufikia. Tunaona hayati Abeid Amani Karume aliweza kushirikiana na Mwalimu katika kufanya masuala ya mapinduzi na nini. Tunaona pia Mwalimu yeye ndiye alimwambia bwana, wewe usihofie chochote kuhusu kwenye utawala, kwa hiyo maana mimi nitakusimamia. Ingawaje tunaona kwamba Mwalimu yeye alikuwa ameshaona kwamba kuna namna fulani huyu atakuwa ni kiongozi bora, kwa hiyo akamhakikishia bwana, hamna shida, wewe unaweza kuwa kiongozi na kila kitu kitaenda sawa sawa. Kwa hiyo na imani viongozi vijana wanahitaji sasa kushauriwa, wanahitaji pengine akiona anaenda huko anahitaji kurekebishwa na hivi na hivi, kidogo tunaweza tukapiga hatua, lakini na kujifunza pia ndio kwenye masuala ya elimu.
Kwa hiyo nafikiri tunaweza tukafika mbali. Okay. Shukrani sana Ali Darweshi, yeye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu shahada ya pili ya utawala wa kimkakati, lakini pia huyu nimekuwa naye hapa na nilikuwa na Mustafa Farid, yeye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu masuala ya uhusiano wa kimataifa.